waliratibu hili jambo mpaka sasa hivi. Lakini pia tunao mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wameona na wao ni vyema wakaja kujumuika na klabu yao kwenye tukio hili. Rais wa klabu Young Africans na makamu wa rais, sisi wengine hii ni mara ya pili kama sio ya tatu tunakuja hapa. Na mara yangu ya mwisho kuja hapa, watoto hawa walinifanyia dua nzito, wakiniombea Mwenyezi Mungu anijalie nioe. Na Mungu akanijalia kweli nikaoa. Lakini yaliyotokea baada ya kuoa muachie Mwenyezi Mungu. Allahu Kwa hiyo mara zote ninapokuja hapa huwa ni mwenye furaha kubwa, kwa sababu ni mahala ambako nilipata dua ya dhati na nikaona Mwenyezi Mungu akinigea majibu yake. Kwa naamini na leo dua ambayo mtatusomea sisi Young African Sports Club itakuwa dua yenye heri, ni dua yenye mafanikio kwa klabu. Kwa nafasi hii sasa, kiongozi, nafikiri umechukua utangulizi. Lakini kama utangulizi huu umejitosheleza, basi mimi nimkaribishe mkuu wetu wa msafara kutoka upande wa klabu Young Africans aweze kuzungumza machache, na kama itampendeza atamkaribisha kiongozi wetu, aidha ni makamu au rais, kuweza kuzungumza, na mwisho tupate dua kuelekea kwenye mchezo wetu wa leo dhidi ya FAR Rabat. Karibu mheshimiwa. Wetu msemaji wetu wa klabu alikotoka hapa na kuelezea, huu ni utaratibu wetu sisi kama klabu. Tunapokuja kwenye michezo yetu ya nje kama hivi, huwa tunapenda tutembelee vituo kama hivi, na huu utaratibu uko ndani ya klabu ya Yanga pamoja na mfadhili wetu GSM kwa ajili ya kupata dua, sala katika michezo yetu ambayo tunakwenda katika mikoa au sehemu nje na Dar es Salaam. Kwa hiyo kwanza tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kuweza kutupokea, maana tungeweza kuomba kuja kwenu, lakini vile vile mngesema kwamba labda mna utaratibu mwingine au mna kitu kingine ambacho mmejipangia. Kwa kile kitendo tu cha kusema karibuni, na sisi kama klabu ya Yanga tunasema asanteni sana. Sasa hapa mbele yetu